بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, tukiwa katika usiku wa tarehe 18 mwezi wa Dhulhijja mwaka huu wa 1447 Hijiria, tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja ni siku ya kihistoria katika Uislamu. Tulitanguliza katika kalima zetu kuzungumza fadhila na ubora wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukataja sababu ni kwamba katika mwezi huu wa Dhulhijja kuna baadhi ya tawaif kama vile Shia Rafidha wakosea adabu sana katika kipindi hiki masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwezi unaokuja, mwezi wa Muharram. Hii ni amali yao, wanadumu nayo wakosea adabu masahaba wa Mtume sallallahu, lakini kuna kipindi wanakithirisha. Shia Rafidha wana kitu kinaitwa Eidul Ghadir, ambayo ndiyo leo mkesha wake, Eidul Ghadir. Yani wana sikukuu kama hii, pia wana siku ya huzuni. Siku ya sikukuu kwao ni hii tarehe 18, kwa ni siku ya kihistoria ambayo sisi pia tunapaswa kujua kuna jambo gani lilitokea siku kama hii. Kwa tutazungumza kwa ufupi kueleza kile ambacho imetokea katika siku kama ya tarehe kama ya leo, tarehe 18. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 10 Hijiria aliwatuma masahaba zake mbalimbali kwenda katika nchi ya Yaman kwenda kulingania. Aliwatuma kina Muadh bin Jabal, alikuja kuwatuma kina Abu Musa al-Ash'ari, aliwatuma katika nchi ya Yaman. Katika waliotumwa pia kwenda katika nchi ya Yaman ni Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Huyu alitumwa ndani ya mwaka wa 10 Hijiria aende Yaman. Wa Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu akatoka na kikosi cha jeshi kutoka Madina mpaka al-Yaman. Alipofika kule akafanya lile ambalo ameagizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibn al-Walid baada ya muda kidogo akaandika barua irudi Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa alipata ngawira kule Yaman. Kwa hiyo ile ngawira inatakiwa igawiwe, patolewe khumusi pale. Khumusi ni fungu linalorudi kwa Mtume salama na watu wake wa nyumbani. Khalid akamtumia barua Mtume salama, ib'ath ilaina man yukhamisu, tutumie mtu atakayekuja kuigawa hii mali. Mtume salama alipoipata barua akamtuma Ali bin Abi Talib aende Yaman kwa mambo mawili. Kwanza akamvue uongozi wa jeshi Khalid ibn al-Walid, kisha aigawe ile mali. Kwa Ali bin Abi Talib alipotoka Madina akafika Yaman, akawasomea barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunazungumza tukio kwa ikhtisari, ni kwa ufupi lilivyo, na tukio hili ndio dalili ya Shia Rafidha, kama ndio dalili ya ukhalifa wa Ali bin Abi Talib baada ya Mtume sallallahu, na ndio sababu ya kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu kama vile Abu Bakar, Umar na Uthman waliotangulia katika ukhalifa, kwamba hawa ni waporaji. Kwa Ali bin Abi Talib alipofika Yaman akawasomea
barua ya Mtume salama na kile kilichoandikwa kwamba Mtume salama anamtaka Khalid ibn al-Walid ajivue uongozi wa jeshi, kisha yeye Ali ibn Abi Talib awe ni kiongozi wa jeshi, aigawe mali. Khalid ibn al-Walid akajivua uongozi wa jeshi, akawa kiongozi wa jeshi la Yaman ni Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib akaingilia kuigawa mali khumus. Katika jumla ya mali kulikuwa na mateka. Katika jumla ya mateka kulikuwa kuna binti mrembo akiitwa Wasifa, binti ambaye kila mpiganaji katika wale wapiganaji alikuwa anatamani lau ngawira ikigawiwa nimpate mimi huyu Wasifa. Kila mtu alikuwa akitamani hivyo. Cha ajabu, Ali ibn Abi Talib alipoingilia kuigawa mali, akaigawa mali mafungu matano. Sasa lile fungu la tano ambalo ndilo khumus, fungu la Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wake wa nyumbani, Ali ibn Abi Talib akamchukua Wasifa akamweka katika fungu la Mtume salama na watu wake wa nyumbani, kisha akajigeia yeye mwenyewe, akamchukua Wasifa akamfanya ni wa kwake. Ali ibn Abi Talib alipotoka katika hema lake, kichwa kina jamani kama toka kuoga hivi, wakamuuliza ya Abul Hasan, ewe baba yake Hasan, vipi mbona hivyo? Akawaambia alam tarau ila alwasifa, kwa nini hamkumuona yule Wasifa ambaye alikuwa katika jumla ya mateka? Mimi nimegawa mali khumus, nikamweka Wasifa katika fungu la Mtume na watu wake wa nyumbani. Sasa kwa kuwa mimi pia ni katika watu wa nyumba ya Mtume, nimejigea Wasifa nikamfanya kuwa ni kwangu. Hili jambo likawaudhi sana masahaba walikuwa Yaman. Kwa nini Ali ibn Abi Talib ajigeye mwenyewe? Alafu hawa wengine kawaambia, nyinyi mtaenda kupewa na Mtume sallam, kwa kuwa kuna safari ya kutoka Yaman kwenda Maka kwa ajili ya ibada ya hija hiyo mwaka wa 10. Wakajigea yeye, hawa wengine akawazuia wasipate. Alafu kajigea Wasifa. Hili likawaudhi masahaba kama kibinadamu tu, kama ni watu nao pia wanachukia kuona kwamba sisi ndio tuliopata taabu ya mapigano, alafu zile ngawira ambaye yule haikuitolea jasho amekuja amejigeia akamchukua Wasifa. Likawaudhi. Kwa minong'ono ikaanza katika jeshi la watu wa Yaman kumzungumza vibaya Ali ibn Abi Talib. Minong'ono ikaanza kuwanyima ngawira, na vile vile yeye Ali ibn Abi Talib kumchukua Wasifa. Lakini jambo likapita hilo. Sasa muda wa kwenda hija umefika, watu watakuwa watoke Yaman waende Maka kwa ajili ya ibada ya hija. Yule ambaye ameamua kurudi Madina arudi. Mtume alitoa khiari hiyo katika barua ya Ali ibn Abi Talib. Sasa Ali ibn Abi Talib kwa kuwa ndio kiongozi wa jeshi, akaligawa ile jeshi la Yaman makundi matatu. Wote hawa watakiwa watoke kwenda hija. Lilitoka kundi la kwanza akiwa ndani yake kuna Buraida ibn al-Husayb. Sasa Buraida yeye alipotoka alitoka na barua, maana baada ya Ali ibn Abi Talib kuyafanya yale aliyoyafanya, kuna mtu aliandika barua kueleza yale aliyoyafanya Ali ibn Abi Talib kwamba ni mambo mabaya kwetu, sisi tumeyachukia haya. Sasa ile barua Buraida akamwambia yule aliyeandika, ib'athni musaddiqa, nitume mimi hali ya kuwa ni mwenye kusadikisha, nipe hiyo barua niende nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Likatoka kundi la kwanza akiwemo Buraida. Buraida alipofika Maka, cha kwanza akamsomea barua Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo baya alilofanya Ali ibn Abi Talib Yaman. Anasoma barua huku anatilia msisitizo kwamba kweli kafanya hili Ali, kweli kafanya. Sasa Buraida anasoma barua huku ameinama, lakini hakumtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam usoni namna alivyokuwa amekasirika. Mtume salama akamshika mkono Buraida akamuuliza, ya Buraida, atubghidhu Aliya, wewe unamchukia Ali ibn Abi Talib? Akisema ndiyo, mimi namchukia kwa kile alichotufanyia, namchukia. Mtume salama akamwambia, la tubghidhu, usimchukie Ali,
wa in kunta tuhibbuhu fazdad lahu, kama ulikuwa unampenda, ukiwa unampenda Ali bin Abi Talib, zidisha mapenzi kwake. La nasibu Ali, fungu wanalotakiwa kupata watu wa Ali afdal min wasifa, ni fungu nono zaidi kuliko huyo wasifa aliyemchukua. Na ile barua kikubwa kilichoelezwa mule ni kwamba kajigeia yeye ngawira, akamchukua wasifa. Mtume anamwambia Ali anastahili kitu bora zaidi kuliko huyo wasifa. Kwa Buraida msimamo wake na kumchukia Ali bin Abi Talib ukaishia hapo, akampenda zaidi Ali bin Abi Talib kutokana na maneno ya Mtume sallallahu. Lakini kule bado kuna minong'ono inaendelea, na Ali ibn Abi Talib mwenyewe pia bado yuko Yemen. Kweli katoka kundi la pili kule Yemen, ambalo sasa kundi hili alitoka nalo mwenyewe Ali bin Abi Talib, na kipindi anatoka kuna kundi la tatu akaliacha pale. Hili kundi la tatu akamteua mtu kuwa kiongozi wa hawa, mimi nakwenda Maka kumwahi Mtume. Akatoka Ali bin Abi Talib na kundi hili la pili. Ali bin Abi Talib kafika Maka, kakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maandalizi ibada ya hija imeanza. Baada ya muda kidogo, Ali bin Abi Talib akaona atoke nje ya Maka kidogo kwenda kuwasubiria wale wanajeshi wake waliobaki Yemen. Kwa kipindi hiki nilichokaa tayari watakuwa wako karibu wanakuja Maka, ngoja nikawapokee. Sasa hiki kikosi kiliachwa Yemen, kikosi cha tatu hiki, na huyu aliyeteuliwa wasimamie hawa, wewe ndio kiongozi, huyu bwana akaitumia nafasi yake. Zile ngawira ambazo Ali bin Abi Talib aliwaambia msizichukue hizi, mtenda kugeiwa na Mtume sallallahu, yule bwana akawageia. Kulikuwa kuna wanyama, kila mtu kampa mnyama wake kampanda. Kulikuwa kuna nguo, kila mtu kampa nguo zake shezivaa. Hao wanaenda Maka. Ali bin Abi Talib yuko njiani anawasubiri awapokee, anaona wanakuja, kila mtu kavaa zile nguo, wale wanyama watu washegeiana. Ali bin Abi Talib akamuita yule naibu wake, kiongozi alimpa madaraka, kwa nini umefanya hivi? Na mimi nilisema hizi ngawira mtenda kupewa na Mtume, kwa nini umezigawa? Bwana akajitetea kwamba mimi nimewavisha hizi nguo ili wapendeze tutakaofika huko mbele za watu, nao wapendeze kidogo. Ali akamkemea, akawaambia wote, zirudisheni nguo zote katika mizigo, mtenda kugeiwa na Mtume sallallahu tutakaofika Maka baada ya hija ikiisha. Hapa sasa minong'ono ikazidi. Kule Yaman ilikuwa minong'ono kidogo kidogo, lakini jambo limewachukiza. Hapa sasa Imam Ibn Kathir kusoma katika Bidaya wa Nihaya anasema fa adhhara lijeishu shaqwahu, jeshi likadhihirisha chuki yake. Sasa minong'ono na kumsema vibaya Ali bin Abi Talib ikazidi, kila mtu akawa anamsema vibaya Ali bin Abi Talib, jambo likawa hivyo. Kwa hiyo watu wakaenda, lakini ibada ya hija ikafanyika, bado minong'ono ipo mpaka ibada ya hija ya mwaka wa 10 inaisha, lakini watu wana minong'ono na vifundo na chuki na Ali bin Abi Talib kwa yale aliyofanya Yemen. Sasa ibada ya hija ikaisha, safari ya kurudi Madina ikaanza. Mtume salama anarudi Madina na masahaba zake waliotoka Madina, watu wa Maka wanabakia Maka. Ya Mtume salama alipoona kwamba ile habari aliyoletewa na Buraida, kumbe jambo ni zito, kuna baadhi ya watu bado wanachuki na Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo Mtume salama akatembea, alipofika sehemu inayoitwa Ghadir Khum akasimama hapo, kwa kuwa sehemu hiyo kuna maji, kuna kijito cha maji hapo, na ndiyo sababu ya kuitwa Ghadir Khum, kwa kuwa kuna kijito cha maji. Akasimama ili mwenye kunywa maji anywe, mwenye kuoga aoge. Ilipofika wakati wa swala akaadhiniwa pale, watu wakaswali, kisha Mtume salama akaamrisha atengenezee jukwaa, akatengenezewa jukwaa, akasimama juu ya jukwaa, akamchukua Ali bin Abi Talib, akamsogeza karibu, akachukua mkono wake akamnyosha juu, akaunyanyua juu mkono wa Ali bin Abi Talib
akiwaambia watu alastu aula min anfusikum, je mimi sio bora kuliko nafsi zenu? Watoto kasema wewe ni bora kuliko nafsi zetu. Mtume akawaambia man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, basi yule ambaye mimi ni kipenzi chake, Ali ni kipenzi chake. Allahumma wali man walahu, ewe Allah mpende atakayempenda Ali, wa adi man aadahu, na mchukia atakayemchukia Ali. Kadhia ikaishia hapo. Mtume salama akaondoka, watu wakafunga shabiraka hao, jambo likaishia hapo. Sasa Shia Rafidha wanasema ya kwamba hii ni dalili ya wazi kwamba hapa Mtume salama amemtawadha Ali bin Abi Talib, kwamba yeye ndiye mtawala baada ya mtume kufa. Wao wanataja hapa tukisa kilipo, lakini hawataji haya ya nyuma tuliyotaja. Wao wanalitaja vingine kabisa tukio hili. Kwa hiyo ndio ikhtisari ya tukio la Ghadir Khum. Kwa nini Mtume salama alisimama sehemu inaitwa Ghadir Khum kisha na kusema maneno haya? Sababu ni kuwa watu walikuwa na minong'ono dhidi ya Ali bin Abi Talib. Mtume salama akasimama ili kumtakasa Ali bin Abi Talib kwamba alichokifanya ni sawa, yeye ni kiongozi na ni katika watu wa nyumba ya Mtume salama, alichokifanya ni sawa. Kwa jambo likaisha hapo, kadhia ikaisha hapo, watu wakaondoka. Kwa hilo ndio tukio la Ghadir Khum. Tukio hili lilitokea tarehe 18 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10 Hijiria. Tukija tutalichambua tena vile ambavyo Shia Rafidha wanazungumza, wanalitajaje tukio hili na uongo unaotia humo ndani. Na ukichukulia kisa hiki na kuichukulia habari hii kwamba ndio dalili ya umama katika dalili zinazothibitisha ukhalifa wa Ali bin Abi Talib baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Shia akikutajia dalili zinazothibitisha ukhalifa wa Ali bin Abi Talib baada ya Mtume, tukio la Ghadir Khum ni dalili mama, yani dalili iliyotangulizwa ni hili. Lakini kuna vitu vingi vya uongo na vitani. Uhalisia wa tukio na ufupisho wake ndio hivi. Sababu ya Mtume kusimama Ghadir Khum ni ile minong'ono ilikuwa ikiendelea, na hivyo ndivyo wanaposema wanawachuoni wote wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sababu ni hiyo, kumtakasa Ali bin Abi Talib. Na kama ingekuwa Mtume kusimama kwake ni kumtangaza Ali bin Abi Talib kama ni khalifa baada yake, kwa nini ajisimama hapa njiani? Kwa nini asingelisema hilo kule Maka kwenye hija? Je, watu wa Maka hawataki kujua kwamba Ali ni mtawala baada ya Mtume? Kuna maswali mengi ya kuuliza hapa, lakini kwa kifupi Mashia ni waongo katika jambo hili. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta